Basi na tunaendelea na maombi yetu, lakini pia kabla maombi kuna maelezo kidogo ambayo ninaamini Roho Mtakatifu anakuwa ameyaandaa kwa ajili ya kutusikilizisha sisi tunaokwenda kufanya maombi. Na niliwaambia kwamba maombi haya si hapa tu, unatakiwa pia unapopata nafasi kule nyumbani au unapoamka usiku, seriously, hata ukapata nafasi ya saa moja au nusu saa, hata kama ni usiku mzima, uombe, ili kwamba hii ni kwa ajili yako mwenyewe binafsi, ili upate hatua nyingine ya kwenda mbele zaidi. Bwana asifiwe sana. Wakati dunia maasi yanapoongezeka, tunataka tuwe kinyume chake. Sisi, Mungu atusaidie, utakaso uzidi kuwa mkubwa, tuzidi kuitenda haki zaidi. Amen. Mtakatifu azidi kujitakasa, mwenye haki azidi kutenda haki. Lakini dunia, Biblia inasema kwamba maasi yataongezeka, manabii wa uongo wataongezeka, sijui nini kitaongezeka kule, kwenye ubaya wataendelea, na sisi kwenye uzuri huku tuendelee. Bwana asifiwe sana. Kifupi tu katika revision ambayo tulizungumza haya mengine jana, wakati mwingine huwa napenda kurudia ili wale ambao hawakwepo waone picha ya jana ilivyokuwa. Lakini sasa hivi ndugu Mkude anatusaidia kuyarusha kwenye YouTube. Ukienda kwenye YouTube utakuta mahubiri yote, mafundisho yote ambayo tumekuwa nayo, au kwenye group la kanisani utakuta tu yametupiwa hapo. Mtu ambaye anaweza kudownload au anaweza kusikiliza hapo, itakuwa ni nzuri zaidi. Ninazungumza tu kidogo kuhusu utakatifu ambao ndio tuliishia jana. Ndugu zangu wapendwa, lazima tuelewe kwamba Yesu Kristo kile alichokiijia kabisa ni watu waokoke. Sijui mnanielewa? Kile alichokiijia duniani, watu walikuwa wenye dhambi, akafa msalabani, damu yake isafishe dhambi zetu, ili tuokoke, tuwe wasafi, tuwe na sifa ya kuishi na Baba yetu wa mbinguni milele katika ufalme wake. Ijapokuwa watu sasa wamegeuza kifo cha Yesu ni cha wao kupata faida. Kifo cha Yesu hata mpaka damu yake inalinda mashamba. Mungu, funika mashamba yangu, funika gari yangu, funika nyumba yangu, funika duka langu kwa damu yako. Yaani anataka tu damu ya Yesu ndio ishughulike na mambo hayo ili yeye apate faida, si ndio? Lakini kumbe lengo kabisa la damu ya Yesu kumwagika ilikuwa ni sisi kununuliwa. Sisi kufanya nini wapendwa? Kununuliwa, tuwe wa Yesu, tuwe wa Mungu. Ukisema katika Ufunuo sura ile ya 5, nadhani Ufunuo sura ya 5, Ufunuo sura ya 5. Hebu kidogo hapo. Najua kuna vitu vingine vinajitokeza tu naposimama hapa. Sura ya 5 ambayo inadai kwamba panaposema umemnunulia Bwana, ulichinjwa. Sura ya 5 mstari wa 9, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa. Alafu kafanya nini? Ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, na kabila lako liko pale, na lugha na jamaa na taifa.
alafu hao watu ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Kwa hiyo sababu kubwa kabisa ya Yesu kumwaga damu yake ilikuwa ni sisi kununuliwa kutoka katika mikono ya shetani. Maana Adamu alituuza kule, tukawa wenye dhambi kabisa. Sema dhambi ya asili huko ndiko tulikotokea. Sasa ili turudi tukae na Mungu. Mungu anatupenda upeo, maana alitumba kwa mfano wa sura yake, sio malaika. Malaika wafanani na sisi, sisi ndio tunafanana na Mungu. Ijapokuwa wakati mwingine tunaweza tukachukiana, au tunaweza tukamuua mtu kwa sababu ya simu ya 200,000. Unaweza kumuua mtu kwa sababu ya bodaboda ya 2,200,000. Au unaweza kumuua mtu kwa sababu ya shilingi 10 au shilingi ngapi. Nimeshaona mauaji ya jinsia yapo. Lakini ukweli ni kwamba sisi mbele za Mungu tuna thamani sana. Umenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu asiye na hatia. Uko hapa kwa sababu umenunuliwa. Sione wewe ni wa bei mbaya. Mwambie jirani yako aisee, nilikuwa sijui kumbe wewe ni bei mbaya sana. Haleluya. Wewe si wa mchezo. Hata malaika afui dafu hapa. Malaika walishadanganywa na shetani, wanajifia kulenda moto. Hakuna mtu kwenda kuwanunua huko. Hata tuwaambii tuwashuhudia mapepo waokoke, wanaenda tu wanajifia moja kwa moja jehanamu. Wala Mungu hana wazo la kuwanunua hao watu afe. Haiwezekani. Sisi Bwana Mungu ametupendelea sana, isipokuwa tu hatujuage, na shetani atatuziba macho tusiweze kuona. Kwa mfano tu soma pale kwenye sura ya 8 ya Zaburi. Zaburi 8 Zaburi 8 mstari ule wa 4. Biblia inasema hivi, mtu ni nini? Mtu ni kitu gani hata umkumbuke? Yani hata huyu mwanadamu mwenyewe huyu Daudi alikuwa anashangaa, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie. Hivi Mungu, mbona unatumia nguvu kubwa sana juu ya mtu? Ni kitu gani hiki? Hata umwangalie, unahangaika kwa ajili yake, umetoa mwanao wa pekee afe kwa ajili ya huyu mtu. Ni kitu gani hichi? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Alafu umevitia vitu vingapi? Vyote chini ya miguu yake. Huyo mtu umemuumba tu punde kuliko nani? Kuliko Mungu. Kwa hiyo baada ya Mungu, nafasi ya pili ni ya mwanadamu. Tuko shirika na Mungu. Ndio maana anasema mtakalo lifunga hapa duniani limefungwa mbinguni, mtakalo lifungua hapa limefunguliwa mbinguni. Sio kitu cha mchezo hicho. Ndio maana Mungu anatumia nguvu kubwa sana kumlinda mtu, kumtetea, hasa yule ambaye ameokoka. Maana wengine wanajifanya wameokoka, lakini kumbe huku bado ni maagent, ni mawakala wa giza. Lakini ambao wameokoka wanalindwa kweli kweli. Nilikuwa nasikia ushuhuda wa dada yule tuliyemwombea Jumapili moja hapa, alikuwa na mapepo. Unakumbuka alikuwa anasema anatokwa uchafu, si ndio? Jana alikuwepo kanisani. Huwezi kuamini. Sijui kama leo yupo tena. Yupo leo? Yupo? Yuko wapi? Hebu simama mama. Kumbe yuko hapa. Hebu hivi ile siku ile ulikuwa unamwona ni kambibi fulani hivi, si ndio? Lakini sasa hivi kumbe ni mtoto mdogo tu. Asante ka. Sasa huyu siku ile anatoka hapa, amebebwa na bodaboda, anaenda nyumbani, ametoka kanisani. Ilikuwa ni siku ile au Jumapili iliyofuata? Jumapili ya mwaka mpya, baada ya mwaka mpya, Jumapili iliyofuata. Nisikilizie basi kazi hiyo. Yuko kwenye bodaboda, akaona kandege kanakuja, ndege kabisa, huyo anayeruka pru. Anakuja kichwani pale, anamzunguka, baadaye akaanguka, akakauka hapo, mpaka boda akashangaa. Sasa Mungu anashughulika na mtu kwa gharama kubwa. Nguvu inayomlinda huyu dada sio kidogo. Wachawi wana blow, yaani wanachanganyikiwa, wanashindwa hata namna kumfikia, wanakauka wenyewe.
Sijui mnanielewa ndugu zangu wapendwa. Wachawi wenyewe wanaona hapa ni moto wa kuotea mbali. Kwa maneno mengine, kuna walemavu wengi sana kule kuzimu kwa sababu ya kutafuta watu wa kweli wa Mungu. Wameshapigwa, wamechanganyikiwa, wengine wameshatobolewa macho. Wale wanaojifanyaga wanga wanakuja, wengine wako taabani. Kwa hiyo kama umeokoka, kaa vizuri, wana kisasi na wewe kikubwa mno. Siku kirudi nyuma tu, yeye huyu hapa ndeme, aye tumtandike kabisa, arudi, asirudi tena kule kwenye olokole wake. Simama vizuri kwa Yesu kama umeokoka. Na kama ulikuwa nusu nusu, basi kaa vizuri. Kama ulikuwa umeokoka huku umefanya dhambi. Nilikuwa nashuhudia mchana huu hapa tu, nilikuwa nashuhudia na watu wengine. Sema, mchungaji, kuna washirika wako wengine wanakunywaga pombe. Hivi unajua? Nikamwambia yeye najua. Wengine wanakunywa pombe na unajua kabisa yeye unajua. Kumbe watu wanajulikana wanaokunywa nini. Alafu najua huyu ndio mchungaji wao. Na mimi nikajitetea hapo. Hata Yesu alikuwa na washirika 12, mmoja alikuwa mwizi, mwingine kihelehele, mwingine hana imani, Tomaso, mwingine naye walikuwa tafuta ukubwa, wanatafuta mabavu pale, Yohana na Marko. Haya, hasa kama mchungaji mwema Yesu alikuwa na watu wengine wa hivyo, je, mimi mnyaturu? Si kila 12 kutakuwa na wezi hata 5 wasaliti 5 au yani hapo ni matatizo matupu. Kwa hiyo hivi kweli eti ni kweli? Sasa ndio maana wanasema mimi sishangai, hakuna kusanyika lolote ambalo halina agent. Siwezi kushangaa. Kama Mungu aliumba mwenyewe kila kitu ni chema, lakini bado kukatokea nani? Wasi kule. Theluthi moja ya malaika wakamwasi, wakamtupa chini. Akatupwa chini. Sembuse iwe hapa. Ila kwa sababu wewe ni binadamu, labda Mungu siku moja atakutokea. Kama vile alivyomtokea Paulo siku moja wakati anaenda Dameski kumaliza wale watu wa kule. Alipotokewa basi Bwana akutana naye, nao kama mnyenyekevu akatubu. Sasa kama mpaka leo uko hapa miaka mingi hujaokoka, I say pole sana, kwa sababu ni shida kule baadaye. Mimi sio mhukumu, lakini mimi ni mtumishi wa Mungu, tunahubiri. Bwana asifiwe sana. Ninasema kwamba maisha, tujifunze maisha ya utakatifu. Si ndio nilizungumza hivyo? Kwanza tuelewe kwamba bila utakatifu huwezi kumwona Mungu. Ukae ukijua hiyo. Usipokuwa mtakatifu, you are just wasting your time. Yaani ni bure. Wewe njoo kanisani, tuletee hapa sadaka, tutalipa umeme, tutalipa bili ya maji, tutasaidia posho za wachungaji, safari za hapa na pale, lakini mbinguni ngumu mno kuingia. Mnanielewa ninavyozungumza? Maana wakati wa kutoa sadaka, utatoa sadaka tu, michango utatoa tu, tutahudumia watu kwa pesa zako, lakini mbinguni hutaenda. Sasa kwa nini usiende mbinguni? Umelipa bodaboda nauli shilingi 1,500 umekuja mpaka hapa, alafu tena eti usiende mbinguni? Hivi muulize jirani, hivi kichwani ziko sawa sawa? Hebu muulize jirani, hivi kichwani viko sawa sawa hivyo vitu? Hapo upstairs pako sawa sawa? Hini unahangaika kila siku, unawahi ibadani, unawahi hivi, alafu huko unafanya dhambi kabisa makusudi. Unaona, yani unaishi dhambini kabisa, unafanya dhambi makusudi. Unanuna pasipo taratibu, yani unakasirika, unaomba msamaha, huwezi kusamehe, yani umejaa tu ghadhabu, lakini kila siku kanisani unaenda, unapiga pambio, sadaka unatoa, sijui michango mingine unatoa, soma Biblia hapa tunasoma. Hivi kweli unajipenda? Hivi ni nini hiyo? Hata yule bosi wako agenti, mwambie si nimechoka, unajua kuna kwenda mbinguni, sasa ninakuacha wewe, kamuage leo. Kabisa wapendo wangu, usipoteze muda. Katika Waebrania sura ya 12 mstari wa 14 Biblia inasema hivi. Waebrania 12 mstari wa 14. Hebu mmoja asome hapo.
Waebrania 12:14, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mambo mawili hapo, tuishie tu hapo. Tafuta kwa nini? Kwa bidii, kwa kuwa na amani na watu wangapi? Hata wale maadui zako uwe na amani nao, usiwanunie wala usiwachukie. Ndio maana unaambiwa adui mpende. Tafuta amani na yeye, usimwone ukamkimbia, yule bwana huyu amna huyu. Alafu tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote, alafu tafuta kwa bidii kuwa na utakatifu. Mambo hayo hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nayo. Utakatifu, kuwa na amani na kila mtu, adui mpende. Moja ya vitu ambavyo kwenye package ya utakatifu ni kumpenda adui na kumwombea aliyekuudhi. Ni kuwa mwaminifu hata katika maagano tunayoagana. Kwa mfano, tulishagana hapa saa 10 kamili ibada inaanza, si ndio? Jamani, hata hii pia ni ya bure. Hii haihitaji kujazwa Roho Mtakatifu ndio uje. Mbona kwenye sherehe huwa mnaendaga na huku na kadi ya double, si ndio? Pia hii nikichelewa hapa, unaenda tu kwenye sherehe mapema saa fulani hivi. Kwenye saka usibone tunawahi. Wale wanaotaka kuja kukopa mkopo saa fulani wafiki hapa, si wao mnawahi? Kuna siku moja nikakasaka sako fulani iko hapa. Kwa asubuhi tu tumemaliza maombi Jumamosi hapa, tasakosi iko hapa. Mzee vipi leo, mbona uko wapi hapa? Rafiki yangu, tukichelewa hapa faini. Sakosi unajua utapigwa nini? Faini. Lakini eti kanisani upigwi faini. Mwambie jirani yako jiongeze. Hivi kweli wewe unaona tu vitu vya kawaida vya mwilini ndio vya muhimu sana? Hivi vitu vitaisha, vitabaki maksi za wewe ulivyokuwa mwaminifu mbele za Mungu au sio? Hivi vitaisha. Tuwe waaminifu wapendwa, hata katika kitu hiki cha bure kabisa, saa tu. Hata wazungu wasiojua Mungu wanajua kukeep time. Kukeep time, yani wanaenda katika muda. Mpaka tumeshazoea, ukiwaambia saa 3 watakuja saa 4, ukiwaambia saa 4 watakuja saa 5. Kwa hiyo tunataka waje saa 4, tuwaambie saa 3 ni uongo. Saa 3, wengine watakuja saa 3 baini waaminifu, watakaa wewe saa nzima. Sasa hivi tutakuwa tunatangaza saa hiyo ni saa hiyo. Tubadilike, tutoke hapo, tuende kwenye ukweli. Agano letu ni saa 4 au saa 3, Sunday school inaanza saa 4, ibada inaanza sijui saa ngapi. Mengine Roho Mtakatifu atayafanya kama ni kuendeleza. Saa tunayokubaliana kuanza ibada, kwa mfano kama saa 10, ni saa 10 kamili tuko hapa. Inafika saa 10 kamili hakuna mtu anayeingia. Sio kwamba tumezuia, watu wote wameshafanya nini? Wameshaingia. Hapo ndio tutaonekana sasa tuko serious. Lakini sio kuchelewa tu, kukaa tu nje kule pasipo misingi na eleweka. Mungu atusaidie sana. Biblia inasema hivi katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 17 hivi. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 17 kwamba kwa maana wakati umefanya nini? Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 17. Kwa maana wakati umefanya nini? Wa kufanya nini? Wa hukumu kwanza katika nyumba ya Mungu. Na ikianza kwetu sisi, yani tuliokoka, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Fikiria tu, kama sisi tunaosema kwamba tumeokoka lakini bado tuko wazembe. Je, wale wasiomjua Mungu kabisa itakuwaje? Wakati umefika wa hukumu ya Mungu kuanzia nyumbani mwa Mungu. Let be faithful. Hata katika mambo madogo tuwe waaminifu wapendwa. Ni moja ya vitu ambavyo viliko katika utakatifu. Kweli ipo kwenye utakatifu, kweli, maana yeye ni wa kweli, na alishasema kwamba mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni nani? Ni mtakatifu.
Umeahidi mwenyewe kutoa pesa kwa ajili ya changizo fulani, alafu baadaye unaacha kutoa. Hutoi taarifa, bwana nimepata shida jamani, kwa nimeahidi 300,000 au 200,000 au 50,000. Unaacha kutoa, husemi, na bado unakuja kupiga pambio hapa, na bado unasema unamsubiri Bwana. Toa taarifa kama umekwama. Mchungaji au mzee, jamani mimi nimekwama, ilikuwa nimeahidi 200,000, sasa nimeshindwa, ila hii 50,000 hii hapa ndio ninayo. Au nimekwama kabisa, nimeuguliwa mno, nimefanya hiki na hiki. Hakuna dhambi, lakini mtu naacha tu kimya. Inakuja tena siku nyingine changizo la kununua keyboard 500,000 au 200,000, na yenyewe pia ufanye nini? Tena uje kutoa tena nyingine. Hivi unajipenda au ujipendi? Jamani, hivi mnanielewa? Hivyo ni vitu ambavyo vipo katikati ya utakatifu. Uwe unatimiza nadhiri zako au ahadi zako. Usiwe mtu wa kukaa tu. Mwaka huu 2026 kila mtu awe serious kabisa, wapendwa. Kumbuka Biblia inasema katika Ufunuo sura 21 mstari wa 27. Biblia inasema hivi: mstari wa 27. Na ndani yake, yani ule mji, ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho nini, wala yeye afanyaye machukizo na nini, na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Hakuna kinyonge. Watu wadhaifu hawa hawataingia kule. Watu waongo, watu ambao they don't keep their promises, hawatunzi maagano yao, makubaliano yao, hawatunzi, hawajali, hawathamini maagano, hawakeep promises, waongo tu. Maana yake ni kwamba hawataingia katika ule mji. Hao wote wanaitwa ni wanyonge. Jamani, mnanielewa mpaka hapo? Kwa hiyo hebu tuishie hapo leo. Tunaanza leo ujumbe mwingine wa jambo lingine la kushuhudia watu waje kwa Yesu, kuwaleta watu kwa Yesu. Hiyo ndio message ya leo. Baba, nakushukuru kwa sababu ya siku ya leo, na asante kwa ajili ya mioyo ya watu wako ambao Mungu wa mbinguni wamekuja kusikiliza maneno yako. Hii yote wanatamani kusikia, alafu wakaishi. Sio tu kusikia ibaki kuwa elimu kichwani, lakini wakayaishi. Ninaomba mkono wako Bwana ukapate kwa pamoja nasi. Libariki neno lako, bariki pia watoto wako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, amen. Nilisema mapema kwamba ujumbe wa kwanza ambao Yesu alianza nao ni tubuni, maana ufalme wa mbinguni umefanya nini? Ametoka tu kwenye maombi yake kule ya siku 40, akaja katikati ya jamii. Biblia anasema kwamba tangu siku hiyo akaanza kuhubiri, akiwaambia watu tubuni, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Hivi ufalme wa mbinguni ni nini? Bwana kwake Yesu ni kama vile ni kitu cha thamani sana, alafu ni cha muhimu, alafu sisi huku wa raia wa kawaida au wananchi hatuoni kama hicho kitu ni cha thamani au cha muhimu. Yani ukiona tunavyokaa, yani tulivyokaa, yani hatujui kama ufalme wa mbinguni ni kitu gani. Lakini Yesu anakiona ni cha thamani sana. Tumwamini yeye, tutubu dhambi zetu, tupate ufalme. Alafu sisi wengi wetu tunakwenda tumwamini Yesu ili tuponywe magonjwa yetu. Hatuoni ufalme kwamba ni wa thamani kuliko magonjwa yetu. Tumwamini yeye, tunaenda kwa Yesu ili tubarikiwe. Tuwe na pesa nyingi, tuwe na majumba makubwa, tuwe na magari, tuwe na vitu vizuri tu ambavyo vitakuja kuisha siku moja hapa duniani. Lakini hatumuoni Yesu kwamba kwa nini anahubiri ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni ni kitu gani hicho? Haleluya. Ufalme wa mbinguni ni kitu
cha thamani mbele za Mungu, na kimeandaliwa kwa muda wa maelfu ya miaka, ili watu, mimi na wewe, tukaishi kule. Sio hivi vitu vya kawaida tunavyoviangalia. Hivi vitu vyote, wapendwa, vitarudi kwenye udongo. Kila kitu hapa, kila kitu kitarudi duniani, afu kitayeyuka. Sijui kama mnanielewa ndugu zangu wapendwa. Lakini unakuta watu wako kanisani, wanapambana, wanasafiri kwenda mbali kutafuta manabii wanaoombea upako ili watu watajirike, watu wabarikiwe na magari, watu wabarikiwe sijui na nini. Hivyo ni vitu vidogo vidogo mno, ambavyo hata kama usiposafiri, ukichachamaa tu kufanya kazi kwa nguvu kwa mikono yako, utapata. Ulime shamba, ufuge mifugo vizuri, utapata vile vitu. Sio lazima usafiri kwenda kuombewa, kwenda kumwagiwa maji, kwenda kupewa chumvi, kwenda kufanywa nini. Huko ni kutaperiwa tu. Haleluya. Na niambie, wale wote ambao wamekwisha enda kule, waliobarikiwa hivyo wanavyovisema, wako wapi? Wako wapi? Na wale watu wengine wasiomjua Mungu waliobarikiwa, angalia, asilimia kubwa ni watu waliotoa kafara ndugu zao. Na wale watu wa Mungu wachache ambao wamekaa vizuri ni wale ambao wanajua kutumia mali zao pamoja na rafiki yao Mungu. Kama Ibrahim alikuwa ni rafiki ya Mungu, alikuwa anajua namna ya kumtolea Mungu, na ndio maana kabarikiwa. Akina Ayubu waliokuwa matajiri, walikuwa marafiki za Mungu, walikuwa wanajua namna ya kumtolea Mungu. Hapo ndio kuna chimbuko. Bwana anaposema kwamba wapeni watu vitu, kipimo cha kujana kusukwasukwa, ndipo na ninyi mtafanya hivyo. Mkumbuke Bwana, mtolee Bwana sehemu ya mapato yako. Wengine wanaita zaka, wengine fungu la 10, sawa. Lakini ukimkumbuka Mungu, Biblia inasema kwamba Bwana anamheshimu mtu kama yule. Hebu angalia pale kwenye Mithali. Mithali sura ya 8. Ngoja. Mithali sura ya 3, sura ya 3. Mithali 3:9. Mheshimu Bwana kwa nini? Kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi, na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Mheshimu. Lakini sio kila kitu unachokipata wewe una meza tu peke yako bila kumkumbuka Bwana. Mheshimu, weka heshima kubwa kwa Mungu. This is a promise ambayo Mungu ni lazima itimize, kwa sababu anajua huyo ameniheshimu, na mimi anajua amesoma hili neno, na yeye atafanya. Si hapo tu, yako maandiko chungu nzima. Haleluya. Yako maandiko chungu nzima. Katika sheria ndio usipofanya hivyo unaambiwa mwizi. Lakini sasa nataka uhuru. Hasa kanisa la kwanza walifanya kwa uhuru, mpaka wakabarikiwa mno. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo unaona sasa, Yesu alipoanza kuhubiri mitaani, alihubiri habari za kutubu, alafu watu urithi ufalme wa mbinguni. Hicho ndicho ni kitu cha thamani. Kwenye ufalme wa mbinguni hatuna maelezo hapa. Hatuna nini? Hatuna maelezo ya kuelezea ufalme wa mbinguni, zaidi ya kuona kwamba kuna ukuta wa kioo, kuna misingi ya madini, dhahabu, barabara za lami za dhahabu. Ndio tunajua hayo tu, lakini hatuna maelezo zaidi ya hayo. Ila kule kuna mambo ambayo hujawahi kuyawaza wala kuyafikiria wala kuota ndoto wala kuonyeshwa maono kuhusu ufalme ule. Alionyeshwa hayo ni Yohana peke yake, lakini sio ndani sana. Alionyeshwa tu setup, itifaki itakavyokuwa pale.
lakini kuna mambo magumu au tuna mambo mazito mazuri ambayo hayajawahi kutokea katika ufalme wa mbinguni. Labda usome Wakorintho wa kwanza, usome tu kidogo hapa siri ya mambo yale, au sijui ni siri, mambo ambayo hata akili zetu zinashindwa au zitapelea au zinapelea kujua sasa hivi. Utakwambia nilienda mbinguni nikaona hivi na hivi, sawa, wewe nenda tu. Lakini ukweli ni kwamba kuna mambo mazuri, makubwa, mazito ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Kama vile anavyosema katika Yohana kwamba msifadhaike, mimi nawaacha hapa, lakini naenda kuandalia nini? Makao. Alafu nitakapomaliza atakuja kuwachukua, lakini sitawaacha yatima, na waache Roho Mtakatifu, ndiye atakayekuwa msaidizi wenu. Sasa kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 2, haleluya, au tuanzie mstari wa 6 ili ufurahi zaidi. Jamani, Biblia wagatamu wapendwa, yani walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Katika nini? Katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliiazimu tangu milele kwa utukufu wetu sisi, yani kanisa. Siri Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangaliijua wasingelimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia nani? Yako huko kwenye ufalme wa mbinguni, hujui. Haleluya! Yako huko, hujui. Hakuna jicho liloona wala sikio kusikia habari zake. Yako mambo mazuri, ni siri. Utaenda kuyaona tu siku yenyewe hiyo, bibi harusi kitakapoingia kwako. Sasa kwa nini urudi nyuma mpendwa? Kwa nini uanguke? Kwa nini umwache Yesu kwa sababu ya vitu vya dunia? Kwa nini? Kuna mambo mazito yako kule. Wache wenye kutawala dunia hawajui. Lakini kuna mambo ambayo Bwana amewaandalia wampendao. Tumpendeze Mungu tu. Na ndio maana anasema jamani, tubuni maana ufalme mbinguni umefanya nini? Ufalme mbinguni umekaribia. Usiukose ufalme. Mwambie jirani yako, mimi siukosi ufalme wa mbinguni. Mwambie tu, mimi sitaukosa ufalme wa mbinguni. Mbona mnaogopa kusema haya? Mwambie, mimi sitaukosa ufalme wa mbinguni, mimi nimeamua. Tubuni maana ufalme mbinguni umekaribia. Sasa kuwatangazia watu ufalme huu ni Yesu ndiye alianza. Yohana alianza, Yesu akaendeleza, na sisi tunaendelea. Wale wote waliokata shauri wakaokoka ndio wanaendelea kuutangaza ufalme wa mbinguni. Amen. Yohana Mbatizaji alisema, lakini Yesu pia akasema kwenye Mathayo sura 4 mstari sijui wangapi pale, si 11, akaanza, tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Amen. Alafu alipowapata watu 12, wale wanafunzi 12, baada wakawaambia, enendeni mkihubiri. Hebu angalia pale kwenye Mathayo sura ya, nafikiri sura ya 10. Mstari wa 5. Mathayo 10 mstari wa 5. Jamani, nasema haya ili mtu mwingine, unaweza kuwa mwalimu kwa mwingine pia. Hao thenashara Yesu alifanya nini?
Wangapi wapendwa? Maana yake ni ngapi? 12. Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea nyumba ya Israel. Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema nini? Ufalme mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu. Hiyo ni kitu kingine. Lakini siku hizi kwenye mikutano, njoo kuna mhubiri kutoka wapi, leta wagonjwa. Sio njoo nimsikilize habari za ufalme wa mbinguni. Leta wagonjwa, lete sijui walio na matatizo, walio na mapepo watafunguliwa, walio na matatizo ya ndoa, walioharibikiwa nyota zao. Si ndio matangazo hapo kwenye matangazo kila siku? Sio ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo watu wanafaidishwa tu mambo ya nje. Hawa 12 wanafunzi wa kwanza ambao Yesu aliwapa hii contract ya kuwahubiria watu habari za ufalme wa wapi? Haya, nenda Luka sura ya 10. Luka sura ya 10. Mstari ule wa kwanza. Biblia inasema hivi, basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine wangapi? 70. Sio 12 tena, 70 wengine hao. Kwa hiyo ukijiwisha 12 na 70 inakuwa 82. Akaweka na wengine 70, akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, wa mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wangapi? Haya, maneno hapo mengi hapo. Mstari wa 8, na mji wowote mtakaoingia wakiwakaribisha, vileni vyakula viwekavyo mbele yenu, wapozeni wagonjwa waliomo, waambieni nini? Ufalme wa Mungu umekaribia. Hiyo ndio, it was the greatest mission, kuwaambia watu habari za ufalme wa mbinguni ambao hata saa hii tumefichwa, hatujui ukoje. Ufalme wa mbinguni ni kitu cha thamani sana. Sasa hiyo kazi tumeachiwa sisi. Katika Injili ya Marko sura ile ya 16 mstari wa 15. Tumeambiwa hivi, mstari wa 15, akamwambia, nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Na wale wakatoka wakihubiri kote kote. Wakihubiri nini? Hayo walioambiwa. Alafu Bwana akitenda kazi pamoja nao kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Hii kazi sasa iko kwetu. Sasa ukisoma hapo juu kidogo, mchungaji, si ni wale 11 ndio walioambiwa hapo? Yuda tayari alikuwa ameshakufa, amejinyonga, wabaki 11. Hapana. Ukitaka kujua hiyo, nenda katika Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, mstari ule wa 6. Wapendwa, muda wenyewe hautoshi sana, lakini muwe mnanielewa tu. Wakati mwingine kasoma wewe mwenyewe. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo utakaporudishia Israeli ufalme? Hawa wanafunzi wake walikuwa bado akili zao, mindset zao zilikuwa zinajua tu kwamba Yesu ndiye atakayekuwa mtawala, mfalme, badala ya Herode ambaye amewekwa na Mrumi, amewekwa na mkoloni Kaisari.
walikuwa wanajua sasa huyu ndio mfalme, na hivyo walivyoonaga nyota yake imekuja pale akaitwa ni mfalme wa Israeli, wakajua ndiye atakayewatawala, atakayekuwa muamuzi kwa wakomboa kutoka kwa Warumi. Kumbe wala Yesu hakushughulika na ufalme wa nje wa dunia, alishughulika na ufalme ndani ya mioyo ya watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa wapi. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa na wingu likampokea kutoka machoni pao, akaondoka. Mtakuwa mashahidi, sio mtakuwa wainjilisti, sio mtakuwa wachungaji, sio mtakuwa walimu, sio mtakuwa mitume au manabii. Mtakuwa nani? Mashahidi. Shahidi ni nani? Hapa kila mtu ni shahidi, lakini sio kila mtu ni mchungaji, lakini sio kila mtu ni nabii, sio kila mtu ni mtume, wala sio kila mtu ni mwalimu hapa, ila kila mtu ni shahidi. Huwezi kuniambia wewe huna kitu cha kumweleza mtu kile ambacho Yesu alikutendea. Huwezi kunieleza hicho kitu. Kuna kitu umekiona, ndio maana uko kanisani, ndio maana unampenda Yesu. Kwa hiyo hicho kitu ulichokiona ndipo unamshuhudia mwingine, unamshuhudia mwingine. Bwana, mimi Yesu alinitendea hivi jamani, nimeokoka, nilikuwa mwenye dhambi, au nilikuwa mgonjwa nimeponywa, au nilikuwa na shida hii, Bwana amenitatua. Unamweleza mwingine, afu yule mwingine anamleta mtu mwingine. Hivyo tu mtakuwa mashahidi kuanzia hapa Yerusalemu, Yahudi, Samaria, hata mwisho wa nchi. Kwa mfano kama huyu dada aliyeponywa hapa, je, akimsikia mtu mwingine ana tatizo kama lake hata mwambia? Si kwa sababu yeye tayari amekuwa shahidi, ameona kile ambacho Bwana amemtendea yeye, si ndio? Hawezi kushuhudia kwamba nilikuwa nimepanda bodaboda, ndege akaja kunizunguka pale, lakini baadaye akafa, akakauka, akaanguka chini akakauka. Hawezi kushuhudia. Yeye sio mhubiri wala mwalimu wa neno wala mtume wala nabii, lakini anashuhudia kile ambacho Bwana amemtendea. Hicho ndicho ambacho kitawafanya watu wengine pia washawishike kumtafuta Yesu. Ndio maana ya kuwa shahidi. Haleluya. Sasa leo tunapokuwepo tu, labda tujafanywaga kitu chochote na Mungu, tupo tu. Yaani utafikiri tuko kwenye dini zetu zile za awali ambapo kwa tunakaaga, tunaenda kanisani, Bwana uturehemu, afu tunarudi. Hapana. Ni lazima kuna kitu, na kama huna kitu basi ina maana kwamba hujaokoka, hujakutana na Yesu. Na kama ulikutana na Yesu, basi inawezekana sio Yesu huyu mwana wa Mungu aliye hai. Kwa sababu kama umeokoka na umekuwa kiumbe kipya, sikiliza Wakorintho wa pili sura ya 5. Wakorintho wa pili sura ya 5. Mstari wa 17. Nasema hivi, hata imekuwa nini? Haya, tafuta chap. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Mimi wanapenda tunaenda. Nikiacha kitu kusema, maana nataka umalizie wewe, nijue kwamba hii congregation inaenda na mimi au wanasikiliza tu, wanawaza vitu vingine. Naanza tena mstari wa 17. Hata imekuwa nini? Amekuwa nini? Ya kale tazama, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya nini? Naye alifanya nini? Alitupa huduma ya upatanisho. Alitupea huduma ya upatanisho. Kwa sababu tumeshakuwa viumbe vipya, ametupatanisha sisi na Mungu na Kristo, naye ametupa, tumepatanishwa na Yesu Kristo, lakini pale tunapopatanishwa automatically na sisi pia tunapewa huduma ya upatanisho. Yaani huo ushahidi unapokwenda kushuhudia, hiyo ndio huduma ya upatanisho. Umesamehewa dhambi, umesikia amani tele ndani ya moyo wako, mzigo umepungua, tayari umeunganishwa na Kristo, lakini pale na wewe umepewa ushuhuda huo kwenda kumwambia mtu mwingine. Hiyo tayari umepewa huduma ya upatanisho.
kwenda kueleza mtu mwingine yale ambayo Bwana amekutendea. Amen. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao. Yesu, in fact, Yesu alikuwa anashuhudia ufalme wa mbinguni kwa sababu huko ndiko alikotoka, anajua uzuri wake. Ndio maana Yesu alikuwa anakazana, tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Hata huyu jamani, vipi ufalme wa mbinguni ndio nini? Yeye anajua setup ya kule mbinguni kulivyo kuzuri. Kulivyo kuzuri kule mbingu ilivyo. Barabara za lami, sijui nini za nani, za dhahabu, sijui misingi ya madini mbalimbali. Ukisoma katika Ufunuo, very interesting, utashangaa. Alafu kuta wa kuzunguka huo mji mkubwa wa kilomita 1500, wa maili 1500, karibu kilomita 2000 na kitu. Yerusalemu makao makuu. Kwenda huku, unajua kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma ni 1500. Kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza ni 1200 na kitu hivi. Sasa nenda alafu rudi alafu nyosha. Nenda alafu rudi paka Dodoma alafu nyosha. Mstari wa moja utaishia wapi? Huo ni mji wote. Alafu ule mji ni square. Kwenda juu 1500 maili. Kwenda hivi 1500. Yaani ni box la square. Alafu hapa ni gorofa tupu. Sijui kuna barabara za lami. Alafu kuna ule mji, mwambie jirani yako aisi kazana tufike. Imeelezwa kidogo tu kwenye Ufunuo, sio mahali pa kukosa. Sio mahali pa kufanya nini wapendwa? Pa kukosa. Hekima yote ya Mungu na akili ya Mungu, ubunifu wake wa ujenzi ameujenga kwa ajili ya bibi harusi wake ambaye ndio mimi na wewe. Tuingie pale, ndio makao yetu. Haleluya. Sasa anasema hivi, ametupa huduma ya upatanisho ili tuwapatanishe watu wengine na yeye, na wenyewe wafike hapo. Yaani Mungu alikuwa ndani yetu, alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo, mpatanishwe na Mungu. Hiki ni kitu ambacho kimewekwa pale. Sasa ngoja nikwambie, kama huduma ya upatanisho haimo ndani yako, basi inawezekana wewe hujaokoka, hujawa kiumbe kipya. That's why you don't have that thing. Huna hicho kitu, wala huna mzigo. Mimi naenda kanisani tu. Unaenda tu kama vile ulivyokuwa zamani kwenye dini yako ambayo ulikuwa huna mzigo wote. Unaenda tu kanisani, mnatoka pale mnaendelea na shughuli zenu zingine za kawaida. Hata mimi nilikuwa naendaga kanisani, naenda tu pale, naimba kwaya we, natoka pale sigara ziko hapa, baadaye natoka na mwinjilisti rafiki yangu, wote tunapita baa tunakunywa pombe. Wala hakuna shida. Maana huduma ya upatanisho haimo ndani yetu. Lakini wale wote ambao walifanyika kiumbe kipya, yani wameshazaliwa mara ya pili, wamekuwa viumbe vipya, automatically DNA ya Yesu Kristo lazima itakuwepo ndani yako. Utaweza kuwaambia watu habari za kile ambacho Yesu amekufanyia wewe. Na unawaambia sasa Yesu, unawaambia Bwana Yesu anakutaka uokoke. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Sasa huna mzigo kabisa. Yaani husikii. Mimi anyway siwezi kushangaa sana, kwa sababu pia kuna watu tulionao kanisani waliozaliwa na watu waliofanya nini? Waliookoka. Sio lazima na wenyewe waokoke. Inawezekana wanasikia maneno haya. Hasa hapo ndipo wanapotakiwa kumlilia Mungu na wenyewe wafanye nini? Waokoke, waelewe hicho kitu. Sasa na wewe usije kukumbwa na mtiti wa watu hao. Unaogopa nini? Siwaambie watu habari za ufalme wa mbinguni. Alafu na kitu kabisa cha kuambia, umeponywa, umeokoka, umejazwa Roho Mtakatifu, vitu ambavyo huwezi kuviona kule kwenye dini. Haleluya. Bwana alishasema na sisi.
ameshatupa vitendea kazi. Ile huduma ya upatanisho imewekwa ndani yako, ameshakupa kitendea kazi. Hata kama hujajazwa Roho Mtakatifu, lakini umeshaokolewa. Hebu kufikiria yule mwanamke aliyekutana na Yesu kwenye kisima cha Yakobo. Si mnamkumbuka yule dada aliyekuwa mzinzi wa kutupa, anaogopa kuchota maji katikati na wanawake wenzake, anakuja mwenyewe peke yake mchana, wakati wanajua hii ndio saa ya kupika, yeye ndio anaenda peke yake kuchota maji ili asisemwe na wanawake wenzake. Lakini akaenda kamkuta Yesu. Story hiyo yote mnaijua. Yesu alipomwambia habari zake, Biblia nasema kwamba akakimbia kwenda kuwaambia watu, njooni mumuone mtu ambaye ameniambia mabaya yangu yote, mambo yangu yote ameyasema. Ushuhuda. Hajajazwa Roho Mtakatifu, lakini anashuhudia. Sasa wewe utakusaje ushuhuda? Yohana sura 4. Yohana sura 4 na ule mstari wa Yesu alianza kushuhudia. Kama mnataka tuje tuelezane habari za namna ya kushuhudia, pia utaanza. Yaani vitu vyote viko kwenye Biblia wapendwa. Lakini mtu angalia hapa sura ya 4 Yohana mstari wa 29 au tuanzie mstari wa 27. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastajabu, kwa sababu alikuwa akisema na nani? Na mwanamke. Kuna aliyesema unatafuta nini? Au mbona unasema naye? Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, huyu mtu hajajazwa Roho Mtakatifu, huyu mtu hajabatizwa kwenye maji mengi, huyu mtu hajashika Biblia kufundishwa kama sisi tunavyofundishana hapa. Huyu mtu akawacha, tayari ameshapata ushuhuda. Mstari wa 29, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, inawezekana kuwa huyu ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Turuke pale mstari wa 39. Na katika mji ule wa Samaria wengi walifanya nini? Walimwamini kwa sababu ya neno la yule nani? La yule mwanamke aliyefanya nini? Aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Wengi walimwamini Yesu Kristo kwa sababu gani? Ya ushuhuda tu wa yale ambayo Mungu au Yesu alimwambia yule mwanamke. Mwanamke hajabatizwa, hajajazwa Roho Mtakatifu, hajakaa darasani kufundishwa kama vile mimi na wewe leo hapa tunavyofundishwa na Roho Mtakatifu. Hebu wewe fikiria hayo mambo. Au sisi tuko hapa kila siku tunafundishana, shuhudie jamaa, tunakaa tunaangalia tu. Tukishika simu TikTok, Phoenix, sijui nini, Facebook, mpira, Yanga, Simba, afu tumeokoka. Tunafikiri kuacha pombe na kuvuta sigara ndio tuko salama sana. Tunafikiri ndio tuko salama sana hapo. Huyu mwanamke alikwenda akafanya kazi ya ajabu, kushuhudia tu. Hajahubiri wala hajafundisha neno, kushuhudia kila alichofanyiwa na Yesu. Wengi wakamwamini. Alafu ukisoma pale chini kidogo anasema hivi. Anasema hivi. Mstari wa 40. Basi wale wa Samaria walipokwenda walimsihi akae kwao, yani walimsihi Yesu akae kwao. Naye akakaa huko siku 2. Watu wangapi? Wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. That's all. Tuishie hapa kwanza, tuombe. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, tuwe washuhudiaji. Nimeacha hapa mambo kadhaa, kesho tutayamalizia. Naona muda unaenda. Nataka tuombe hata robo saa. Mungu atusaidie, atupe moyo wa kuwashuhudia watu,
kuwa na ujasiri, usione aibu, usimwonee haya Yesu kwa kila alichokitenda ndani yako. Mwambie tu, usione aibu wala usiogope. Haleluya. Kwa vile muda umeenda, naomba tu tusimame tumuombe Mungu juu haya ambayo tumeyasikia. Bwana tujalie kuyafanya. Unaweza kuanza hata leo kushuhudia kile ambacho Bwana amekutendea watu wengine, maana huduma ile iko ndani yako, lakini imefubaa. Sasa uichaji kwa maombi, halafu Mungu atakusaidia, utashangaa. Tuimbe wimbo moja, halafu tuingie katika maombi.